Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 16 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kujenga upya nchi, awahakikishia mabalozi usalama. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Upatikanaji dawa vituo vya afya wafikia 87%. Habari katika ukurasa wa tatu. Mfumo mpya wa kodi kuanza Februari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Vibanda vya biashara hifadhi ya barabara vyabomolewa. Habari katika ukurasa wa pili. Ujenzi jengo la VVIP kiwanja cha ndege watoa ajira 1100. Habari katika ukurasa wa 4. Aagiza kuvunjwa mkataba na mkandarasi tapeli. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia atoa ahadi ya kuliponya taifa. Habari katika ukurasa wa 4. Ndugu yake ikisema serikali yangu imejipanga kutumia kipindi hiki cha pili kukarabati, kujenga upya na kulihuisha taifa letu. Kwa Watanzania wenzangu, ghasia tulizoshuhudia sivyo tulivyo, sivyo kabisa. Wadau wetu wa kimataifa, tunatambua ustahimilivu wa kidiplomasia. Tunaamini kwamba njia yetu itajengwa kwa msingi wa haki, majadiliano na heshima mpya katika mchakato wa demokrasia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Vigogo walipoangukia kamati za bunge la 13. Habari katika ukurasa wa 3. Yumo Dr. Biteko, Dr. Tulia, Bashe pamoja na Nape. Chadema yatengua uteuzi wa viongozi. Habari katika ukurasa wa 5. Ofisi ya katibu mkuu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema imefuta uteuzi wenye viti na makatibu wa kamati za kudumu za chama hicho. Athari za uzimaji internet kwenye chaguzi Afrika. Hatua ya kuzima au kuzuia mawasiliano ya internet wakati wa uchaguzi ambayo inaendelea kukithiri katika mataifa mbalimbali barani Afrika na kwingineko imeibua upinzani mkali kutoka kwa wadau wa siasa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Hatari za kiafya zinazokabili wavaa tai muda mrefu. Habari katika ukurasa wa 14. Lakini pia gazeti hili limeandika sakata la aliyejinyonga mahabusu, familia yakabidhiwa mwili, maziko ni Jumamosi. Habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia anika msimamo kwa mabalozi, ni pamoja na wawakilishi wa jumuiya za kimataifa. Asema serikali yake itaendelea kuimarisha diplomasia, amani ya kikanda na maendeleo jumuishi. Habari katika ukurasa wa 4. Mchechu aitaka kamati ya bunge kuendeleza ushirikiano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Ras Tanga ahakikisha utayari wiki ya fedha. Habari katika ukurasa wa 4. Katibu tawala wa mkoa wa Tanga Ras Rashid Mchata amewahakikishia wadau wa sekta ya fedha kuwa maadhimisho ya wiki ya huduma ya fedha yatakayofanyika jijini Tanga yatakuwa na mafanikio makubwa kutokana na maandalizi madhubuti na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau husika. REA yaboresha usambazaji wa umeme kupitia kituo cha Mtera. Wakala wa nishati vijijini REA wamechukua hatua za kimkakati ikiwemo kujenga kwa vituo vya kupoza na kusambaza umeme, lengo la kupunguza changamoto
ya kukatika kwa umeme nchini. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Serikali yapongezwa kwa kuharakisha maendeleo, habari katika ukurasa wa 8. Wageni zaidi ya 100,000 waingia Zanzibar Disemba 2025, habari katika ukurasa wa 3. Denmark yashindwa kuafikiana na Marekani kuhusu Greenland, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika kukosa usingizi, insomnia ni hatari kwa afya, habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye limeandika Rais Samia haitojirudia, ni kuzimwa kwa intaneti nchini, awapa pole mabalozi, waziri akiri diplomasia ya Tanzania imetikiswa, habari katika ukurasa wa 2. Nukuu yake ikisema diplomasia ni safari ya ukuaji, hakuna mfumo wa kisiasa usio na changamoto na malalamiko. Kila taifa ulazimika kujifunza, kujitathmini na kukua kulingana na mazingira yake ya kisiasa, kijamii na kihistoria. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Gazeti limeandika miaka 33 ya Chadema, rekodi za Mbowe Lissu kuwekwa sawa, habari katika ukurasa wa 2. Wenye viti mbalimbali wa Chadema wapo katika ukurasa wa mbele wa gazeti Nipashe. Edwin Mtei kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 1998, Bob Makani mwaka 1998 hadi 2004, Freeman Mbowe 2004 mpaka 2025, Tundu Lissu 2025 mpaka hivi sasa. Gazeti hili limeandika bima kwa wote rasmi uwanjani, kila kitu kidijitali. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali iko katika hatua za mwisho za kuanza kutoa huduma za bima ya afya kwa wote na kwamba itaweka mfumo mmoja wa kitaifa wa kidijitali unaounganisha huduma za afya na bima. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 7. Kumekucha mwendelezo kesi ya uhaini ya Lissu, habari katika ukurasa wa 4. Vilio dosari uchaguzi Uganda, intaneti ikizimwa. Wananchi wa Uganda jana walipiga kura katika uchaguzi uliofanyika chini ya uangalizi mkali. Hata hivyo, video kadhaa vilichelewa kufunguliwa na kusababisha usumbufu kwa wapigaji kura ambao walikaa muda mrefu kwenye foleni bila kupiga kura. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Nipashe pia limeandika waguna wakala wa viwanja kuwa chini ya katibu mkuu kiongozi, habari katika ukurasa wa 4. Mafuta kwenye ini tishio jipya la afya, wagonjwa hawajui, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sauti ya Watanzania iheshimiwe Dr. Samia. Ni kauli iliyotoa katika mkutano na mabalozi akigusia uchaguzi mkuu, asema demokrasia ni safari ya ukuaji na sanduku la kura liheshimiwe. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Wananchi Uganda wajitokeza kupiga kura, habari katika ukurasa wa 3. Serikali kupitia gharama huduma za matibabu, habari katika ukurasa wa 9. Vitongoji 909 kufikishiwa umeme. Serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia wakala wa nishati vijijini REA inatarajia kusaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 1.2 kusambaza umeme katika vitongoji 909. Hatua hiyo itafanyika wakati ambao hadi kufikia mwishoni mwa mwaka jana serikali imefikisha umeme katika vijiji vyote 12318 nchini, huku ikiendelea kubuni miradi mipya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Msajili hazina aomba ushirikiano PIC kuleta mageuzi uwekezaji, habari katika ukurasa wa 4. TRA
yaandika mfumo mpya wa kulipa kodi, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni miradi yote itajengwa kwa viwango Hemedi, habari katika ukurasa wa pili. Mama Mariam, Zanzibar ina mchango maendeleo ya utamaduni Afrika, habari katika ukurasa wa pili. Waganda wasubiri matokeo ya uchaguzi mkuu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Watalii 9,17,167 waingia Zanzibar 2025, habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika mnataka kipi? Yanga ya Okelo Depu, Conte apindua meza, awagawa vigogo, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili limepambwa na kikosi cha kwanza pamoja na kikosi cha pili cha Yanga Sports Club. Winga teleza, Okelo ametua Yanga akitokea Vipers ya Uganda. Mtambo wa mabao, Depu ametua kuongeza nguvu safu ya ushambuliaji akiungana na kina Prince Dube. Mwanaspoti limeandika dili la Ahwa Raja la tibuka. Ligi kuu bara ni Simba dhidi ya Mtibwa Januari 18 mwaka 2026. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Nandi ana deni zito 2026, habari katika ukurasa wa 10. Kumbe Amorim ndo hivi, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ligi 1 leo Ijumaa ni PSG dhidi ya Lille saa 5 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Dodoma Jiji yakabili Singida ligi kuu bara. Yanga yamtambulisha Depu, habari katika kurasa za ndani. Rekodi za beba Morocco fainali AFCON, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Usajili wa Okelo Yanga watikisa Uganda, habari katika ukurasa 23 wa ratiba AFCON 2026 na mshindi wa 3 Januari 17. Misri dhidi ya Nigeria saa 1 kamili usiku. Fainali Januari 18. Senegal dhidi ya Morocco, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake wa juma, habari za michezo, limeandika striker wa Ulaya atua Yanga Sports Club. Ni katika harakati za kuimarisha kikosi hicho kwa ajili ya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Kocha Simba kumleta beki Stellenbosch, habari katika ukurasa wa 23. Fernandes hataki kuondoka Man United, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa juma wa gazeti Uhuru, kweli daima, habari za michezo na burudani, lenye limeandika Okelo atoa siri kujiunga Yanga. Mukola Chamu Mutale kutolewa kwa mkopo, habari katika ukurasa wa 23. Hapa toshi Dodoma Jiji Singida Black Stars, habari katika ukurasa wa 23. Makonda kurogesha Ramadhan Cup, habari katika ukurasa wa 23. Baba Levo amzawadi gari mkewe, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Na gazeti hili nakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.